Mstari wa 6, maandiko yanasema, tizama ninaweka katika Zayuni jiwe kuu, jiwe la thamani, ya kwamba yeyote atakaye muaminia hawezi kuaibika. Bwana asifiwe. Ina maana ya kwamba kuna wakati utafika ambapo watu wataaibika, na aibu yao itatokana na vitu ambavyo walitegemea. Maana labda waliweka kutegemea kwao ama imani yao waliiweka kwenye vitu ambavyo havina uwezo wa kuwasaidia baadaye, lakini Mungu ameweka wazi ya kwamba yule tu aliye na uwezo wa kukusaidia ni hilo jiwe ambalo analiweka katika Sayuni. Kwa hiyo leo ningependa na hivyo vyote, lakini nimekuja nikwambie, kama unaweza kuwa na hivi vitu vingine vyote na umkose yule ninayemwongelea, umekosa kile cha dhamana zaidi. Akauliza katika Marko 8:36, itamfaidi nini mwanadamu yake? Akauliza, ama mwanadamu anaweza kupeana nini badala ya nafsi yake? Nimekuja nikuulize mpendwa, wewe ambaye bado haujafanya maamuzi, nimekuja nikuulize mpendwa, wewe ambaye bado umepotea katika vitu vingine, je, unajua hatima yako itakuwaje? Je, unajua kesho yako itakuwaje? Nimekuja nikuongeleshe ili kwamba kama bado hujamfanya Yesu kuwa Bwana wa maisha yako, hauko katika njia salama. Unaweza kuwa unaenjoy leo, lakini nataka ujue ya kwamba usalama wako hauko hapa duniani. Usalama wako hauko kwenye pesa, usalama wako hauko kwenye magari. Anasema kama sipolinda mji, walinzi wanafanya kazi bure, na kama sipojenga nyumba, wajenzi wanafanya kazi bure. Tumaini lako liko wapi mpendwa? Macho yako yako wapi mpendwa? Nyakati zinakuja ambapo wale waliomkataa wataaibika. Ametuambia ya kwamba ninaweka jiwe katika Zayuni, jiwe kuu la thamani, na yeyote atakaye muamini hataaibika. Hii aibu ni ya namna gani? Hii aibu ni ya aina gani? Yesu mwenyewe alisema ya kwamba yeyote atakaye niaibikia duniani nitamwaibikia mbinguni kwa Baba yangu. Kwa hiyo kumkataa Yesu ina maana ya kwamba umemwaibikia, na ni leo yeye anakuhitaji. Leo ni yeye anataka umpokee. Leo ni yeye ana haja na wewe, lakini sababu unamkataa wakati wewe utakuwa unamhitaji, hana uwezo wa kukusaidia. Maana huruma sipo leo. Wakati ambapo tunaondoka duniani hapata kuwa na huruma tena. Kwa hiyo uamuzi ambao unahitaji kufanya, unahitaji kufanya sasa hivi. Haleluya. Naongea na watu mahali hapa. Bwana sifiwe wapendwa. Nimekuja niwaambie ya kwamba Yesu anataka uamue saizi. Wacha tuache kukaa ni kama watu ambao tunadhani tumefika hapa duniani. Hatujafika hapa duniani, sisi ni wasafiri. Kuna sehemu ambako tunaenda, na msafiri ambaye analala ataachwa na gari. Waswahili wanasema msafiri ni yule aliye bandarini. Kwa hiyo hauwezi sema unasafiri kama haujachagua sehemu ambako unaenda. Msafiri lazima ako na destination yake kwenye akili. Lazima anajua pale ambapo anaenda, na kisha jua pale ambapo anaenda, anachagua njia itakayomwelekeza kule aendako. Bwana asifiwe. Amen. Na ukweli ni kwamba njia ni nyingi, lakini sio njia zote zinakuelekeza mahali ambapo panastahili. Naposoma Mithali 16:25, maandiko yanasema zipo njia zionekanazo sawa machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Kwa hiyo njia ni gani ya uzima? Akasema piteni kwenye mlango mdogo, maana mlango pana ni unaoelekeza katika mauti,
Akasema pitieni njia finyu, maana njia pana inaelekea katika mauti, lakini njia finyu inaelekeza katika uzima wa milele. Today we don't have people that are willing to go through the narrow path because they want to live comfortably. They do not want to shed off anything in their life. But I came to tell you that if a man is not willing to lose himself for the sake of Christ, he will lose himself later. So you better lose now and receive your life later. Achana na rasa ulimwengu, achana na anasa. He says that if anyone wants to save himself, will surely lose himself. But whoever loses himself for my sake and for the sake of the gospel will have himself. Kwa hiyo wewe mpendwa ambao unanisikiliza, sielewi. Mpaka leo unapata mtu unamuuliza umeokoka, anasema bado. Unamuuliza utaokoka lini, anakuambia muda wangu utafika tu. Nani alikuambia ya kwamba wewe unamiliki ulimwengu? Nani alikuambia kwamba tarehe ziko katika uwezo wako? Jesus said that you say that there are still remaining 4 months for the harvest. But I tell you, look at the fields. The harvest is ready. Yesu anajua wakati wa kuvuna, maana yeye ndo mpanzi, na misimu na nyakati ziko katika mikono yake. Nyakati na misimu ziko katika mikono yake. So don't tell me that you get saved sometime. The time is now. Wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Alipoulizwa kuhusu siku za mwisho, alisema katika Mathayo 24:36 kwamba kuhusu habari za siku za mwisho hakuna ajuaye. Akasema imefichwa, hata malaika hawajui, ni Baba tu anayejua. Lakini akasema siku hizo zitakuwa kama siku za Noa. Akasema wakati wa Noa watu walikuwa wanakunywa, wanakula, wanaoa, wanaolewa, na hawakujua mpaka wakati mafuriko yalipokuja. Wote waliangamia. Waliangamia sio sababu Mungu alitaka kuua mtu. Waliangamia sababu hawakutii sauti ya Mungu kupitia Noa. Maana Noa aliwaambia tujenge safina, mvua inakuja, lakini wengi walimpuuzia. Na wakati mafuriko yalipoanza kuja, walikimbia kwa Noa wakidhani wanaweza kuokolewa. Inawezekana Noa alikuwa ni rafiki yao, lakini wakati ulipofika hakuwa na uwezo wa kuokoa yeyote. Nataka nikuambie mpendwa, ninaweza kuwa rafiki yako, lakini sina uwezo wa kukuokoa. Mimi sina wokovu wako. Yule ninayemtangaza ndiye ana uwezo wa kukuokoa. Kwa hiyo unaposikia sauti hii, usiufanye moyo wako mgumu. Akasema mnaposikia sauti hii, msiufanye moyo wenu mgumu kama wazee wenyu walivyofanya wakati wa kujaribiwa kwao jangwani. Akasema sababu ya ugumu wa mioyo yao Mungu alihapa kwa jina lake, akasema hawatoingia mapumziko yake. Kwa hiyo kila mmoja hapa Mungu anatamani tuingie katika mapumziko yake. Yes. There is a destination, there is a place that God wants us to enter. And this place for one to enter, it is through obedience. Wakati wa Noa wokovu ulipatikana kupitia safina. Wakati wa Musa wokovu ulipatikana kufuatia maagizo ambayo walikuwa wamepewa. Na wale waliotii waliingia Kanaani, na hapakuwa na wengi. Haimaanishi ya kwamba sababu watu wengi hawajampokea Yesu mwisho hautakuja. Haijalishi ya kwamba ni watu wachache wameokoka, ya kwamba sasa Mungu hata hukumu wengi ambao hawajaokoka. Let me tell you something, God is a king and his word ought to be respected. Whatever he says must come to pass. Akisema wokovu ni kupitia Yesu, ni kupitia Yesu. Kama unamchukia Yesu, haimaanishi ya kwamba atatengeneza njia nyingine tofauti just to favor you. No. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Anasema hakuna yeyote atakayemwona Baba isipokuwa kupitia mimi. Kwa hiyo mimi sijui unajipanga namna gani. Wengine wanasema mimi
haina haja. Mimi natoaga sadaka. Ikiwezekana jenga makanisa Kenya mzima. Wengine wanadhani kusaidia masikini ndio itawafanya waepuke ghadhabu ya Mungu. Ni vizuri ukisaidia masikini, ni vizuri ukitoa sadaka, ni vizuri ukijenga makanisa, ni vizuri, lakini hiyo utabarikiwa tu, sababu ni principle ya kutoa na kupata. Lakini uzima wa milele haupatikani kwa matoleo, maana hakuna sadaka utakayotoa itakayotosana na dhamana ya mwana wa Mungu Yesu Kristo, kondoo aliyechinjwa pale msalabani. Yes. No gold, no silver can match the value of the blood of Jesus. Uko mahali pale unanisikiliza, na ungependa kumpokea Yesu katika maisha yako, kama unaweza kufika nilipo, tukaombe na wewe ubarikiwe. Kama hauna uwezo wa kufika, ni sawa, pale ulipo inua mkono na urudie liombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nimekuwa mwenye dhambi, lakini leo hii nakubali ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Namkataa shetani na kazi zake. Ninakiri ya kwamba nimeokoka. Amen. Kama umesema hilo ombi, umeokoka, umefanyika kiumbe kipya, kale amekwisha. Mungu awabariki sana, na Mungu akaweze kuwatenda wema. Hauna kanisa, tafuta sehemu ambako wanahubiri Yesu wa kweli, itakuwa ni baraka. Ukipendezwa hapo unaweza kujiunga nasi. Kanisa ni JCC Essence, tunapatikana Buruburu phase 4. Tunahudumu chini ya mchungaji Daniel na Shalet Murage. Mungu awabariki sana, na Mungu akaweze kuwatenda wema. Nataka niombee biashara ya mahali hapa, nataka niombee wakazi wa mahali hapa, familia zote nataka nikaziweke chini ya ulinzi wa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ulipo unaweza kuamini. Tunaomba pamoja. Baba, ni asante kwa ajili ya mji huu. Baba, unasema hatua za mwenye haki zinatawaliwa na wewe. Ulitawala hatua zetu Baba, hatuko hapa kimakosa. Ni sababu ya yule mtu mmoja, wawili, watatu ambao wamepokea uzima wa milele kupitia kuamini jina lako Jehova. Asante, maana watu wa mahali hapa hawatabaki kama walivyo. Asante, maana biashara yao inainuliwa. Asante Baba, maana watu hawa wataona faida tu, wala sio hasara. Asante, maana unawainua na kuwapeleka viwango vingine, na jinsi ambapo uwepo wako umeshuka mahali hapa, itabakia hivyo milele na milele. Asante Jehova, maana ufalme wako utatawala mahali hapa. Asante, maana nguvu za giza haizina uwezo juu ya watu wako. Navunja laana, navunja ukanga, navunja usherati, navunja uchawi katika jina la Yesu Kristo. Anasa zote zinazosambaa hapa na kuharibu maisha ya watu wako, ulevi, ninafunga katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova, maana unatawala. Yeyote ambaye umeweka huru yuko huru kabisa. Natangaza uhuru wa watu wa Saika, natangaza uhuru wa watu wa Saika. Minyororo inavunjika, shetani anawaachilia katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, maana unaweza. Ni katika pendo la Yesu naomba na kuamini. Amen. 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 Mungu abariki sana, na Mungu akaweze kuwatenda. Kama umempokea Yesu, kuna watu wamevaa reflectors, unaweza kuwaona, wakupe maelekezo zaidi. Najua kwamba itakuwa ni baraka.